Hapo hapo Sheikh, tunakwenda kwenye kipengele cha zipi haki za mke kwa mumewe. Hapa kuna vurugu kubwa. Wanawake wengi hawajui haki zao kwa waume zao ni zipi, ili sheria ipate kuwahukumu kama watazipindisha ama kuzikosea. Haki za mke kwa mumewe. Alhamdulillah, watu wengi ila marahima rabbi, kina mama hawajui haki yao kwa mume zao, na kina baba hawajui haki ya wake zake juu yake. Ndio. Yani wote wanakosea, kila mmoja ajui yeye mipaka yake, huyu anaingilia huyu anaingilia hivi. Pamoja na haki ya haki mwanamke juu ya mume wake ni Qur'ani na dini umeweka nini juu kabisa. Ndio. Mtume katika hadithi anasema mwanamke yote Muislamu kama tasali sala 5 tu bila sunna, natafunga mwezi Ramadhani tu bila kufunga sunna, na amemtii mume wake taban bila kitu ambaye kwa taa sio maasiya, ndio ataambia siku kiyama mlango yote ya pepo 8 chagua mlango gani utatangia. Allahu akbar. Maana hajafanya mambo sunna, lakini amemtii mume kufurahisha mume wake, mambo manne tu. إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها تاتت يقيل يوم القيامة دخول من أبواب الجنة 8 شئتي أيما شئتي. وانا به فيه na hadithi imekuja mume kama ataka mke wake amita katika tendo ndoa amekataa, malaika tamlaani mpaka alfajr. Allahu akbar. Na imekuja hadithi nyingine hata mume kama anamtaka walau kanat ala qatab wanasema ulama sehemu ya kina mama kabla hajafungua hajazaa, kusema nawe kwanza wanajiandaa ile ajifungua kwa hospitali au wapi, umeelewa vizuri? Ndio. Hata kama katika hali hii yani yuko sehemu ya kujifungua mwanamke ana mjamzito, kama mume anamtaka asimzuie. Hii watu hadithi ashaelewa vibaya. Hakuna namtamani mwanamke ambaye anataka kujifungua si baada ya 10 20, hakuna mtatamani. Lakini Sheikh, lakini kuna midume ya ovyo. Kuna midume ya ovyo Sheikh. Wallahi yani mtu kesha dalili zote zimeshaonekana yeye anataka mambo Sheikh. Sasa hii ulama sharia wanasema an-nadir laysa lahu hukm. Kitu nadra sana. Okay, sawa. Kuna zutagia kitu ambaye ni nyingi, kitu chache ambao watu mtu kama yeye ambaye madazimu haina hukumu huyo. Mwanamke aje kujifungua wewe unataka kufanya tena ndoa? Mtihani Allah. Sasa mimi yani mithali kama wakati ile hali ngumu hakuna mtu anatamani, lakini kama hata anamtaka asimzuie, maana yake ni haki mwanaume. Vile vile Sheikh Jaafar, naam, Allah Taala ameamrisha kila mama asitoke nyumbani bila ruhusa yake. Sio? Imekuja hadithi nyingine mwanamke azivue nguo yake nyumba sio nyumbani kwake. Sio kusikia hadithi? Allahu akbar. Emrudia hiyo Sheikh, sijaipata vizuri mimi. Hadithi inasema ndio mwanamke yote anaamini Mungu na siku ya mwisho anavua badilisha nguo yake katika nyumba sio nyumba mume wake, anapata dhambi. Sasa hadithi lazima tuelewe vizuri. Maana yake nakusudia mwanamke sio kila sehemu yeye anakaa uchi tu, sehemu yake ambayo anajivua nguo na badilisha nguo nyumbani kwake ambaye mume wake yupo. Sio kwenda kwa shoga tena kutembea kuchora hina, kavua kila kitu kaeka pembeni. Sio sahihi. Okay. Na sheria hakatazi kama mwanamke yuko sehemu nyingine kaenda kutoa mama yake kalala kule badilisha nguo, sheria hajakataza. Sheria inakusudia wakati wewe unajivunga unakaa nguo kawaida, yuko watu mtu anakuangalia ni kweli. Sikizi kwa kamera mwingine anakurekodi kwa simu, anatoa aibu yako nje, anasema wangapi mimi wanabata sema mke wako hapa anafanya zina nyumba hii, ametotangaza au toa hela. Wangapi umekula hela yao hivi? Kweli kabisa, ni kweli. Wakati yeye maskini tu amejivua nguo, anaona kama kwa ile pana. Maana kama anaenda nyumba nyingine ataka ajistiri. Kama ataka inibidi avue nguo, abadilishe nguo, lazima aingie sehemu ndani stara tena ajistiri. Mimi na sheria wote nakusudia sehemu yeye uko uhuru kupunguza nguo au kubadilisha nyumbani kwake. Haki nyingine ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم kaamrisha, kaja mwanamke kwake kasema Mtume Allah, mimi nasali na mtii Mungu nafanya kila kitu, je inaingia peponi? Mtume kamwambia صلى الله عليه وسلم
aina anti min zawjiki, waangalia mume wako kwako nani, inma huwa jannatuki wa naruki, Allahu akbar, mume wako imma pepo yako au moto wako. Subhanallah. Sasa sharia inasema hata babako amekuwa hai, ni lazima usikize mume kuliko baba. Baba amenizaa mimi, sawa, baba amekuzaa wewe, lakini baba amekukabidhi huyo mtu, majukumu kashayavua huyu, kamkabidhi haki ya mume kubwa kuliko ya baba yako tena. Na vile vile mwanaume, Allah kama amrisha, Mtume صلى الله عليه وسلم kaamrisha asimtukane mwanamke, kama kumpiga sharia. Yuko hadithi, aya inaruhusu kumpiga mwanamke na mama. Ndio. Na hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم akasirika, kanambia bwana, mmoja wenu anampiga kina mama kwa nguvu, kwa mpaka anamuumiza. Ni wanaume husikii, akasirika, una aibu, unampiga mchana na usiku unaenda kufanya starehe kwa mwili ile. Sasa na aya yasema pigeni, piga manake ambaye yeyote unaona kumpiga haba mguu ama kama kitu kumshtua tu, sio kumpiga kumchukua kama ile mikofi mingumi tena na vichwa umo. Tena hadithi imekataa usipige uso, Allah, wala tadrib alwajha wala tuqabbih, inna Allah khalaqa Adam ala surati. Usimtukane wewe mchafu, wewe mbaya, wewe usineni, usimwambie. Wala tuqabbih wala tadrib fi alwajh, usimpige katika uso. Allah akbar. Tumekataa sallam. Sasa haki mwanaume nitakiwa amlinde mke wake, amheshimu, amlishe, asijali mke wake anahangaika, yeye yuko nalala tu. Sheikh, kabla hujaendelea, nawakumbusha ndugu zangu wa Wasukuma, wa Kuria, nasikia huko mkipiga mwanamke mpaka mate mazito yakitoka, yale ndio mahaba. Uislamu umekataza kupiga wanawake usoni kwa wapiga kwa kuumiza, hiyo hamna. Tuelewane vizuri watani zetu, sawa sawa. Sheikh, tuendelee inshallah. Sasa Uislamu umekataa hivi. Ndio. Mwanamke unaona kama unampiga kidogo, itazidi, usipige. Sasa kuna wanawake wa siku hizi Sheikh, ndio mtihani. Yaani ukimgusa hivi sometimes hasira Sheikh kibinadamu inakuja kama mtama anakula. Siku moja kwa mtu kanitumia video njiwa mbili. Naam. Ndege mbili ndogo ndogo. Huyu mwanamume dume amekaa kimya. Huyu jike anaongea sana. Ameandika hivi Mwarabu yuko Saudi, anamwambia mbona Sheikh Abdul Qadir? Hata jike wanjiwa wanamsumbu mwanamume yuko kimya, yeye anaongea sana. Na mwanamke mmoja kaenda kwa kachukua mume Breko hospitali, daktari sema, daktari, mume wangu mimi usiku chuku yani usiku yote yeye anaongea tu katika usingizi. Kaambia dawa yake, wewe mpe nafasi mchana aongee, maana wewe unaongea sana, yeye aongei. Sijui maana uzuri. Lazima mpe chance yeye. Mpe nafasi basi. Lazima mpe nafasi mbi. Ili asile muda usiku, mpe nafasi na mchana na yeye aseme. Na hadithi imekuja Sheikh Jaafar ibn Abdurrahman. Naam. Mtume anasema katika watu sampuli 3 Allah dua zao hakubali. Ni mtu kaoa mwanamke ana tabia mbaya, dua yake hakubaliki mpaka mache. Allahu akbar. Yani Sheikh, rudia kipengele. Hadithi Mtume anasema katika watu sampuli 3. Jamani sikilizeni, watu wa sampuli 3 dua zao Mungu hapokei. Mungu hapokei dua hizo. Mtu kaoa mwanamke ana tabia mbaya, sayyi'atul khuluq, mpaka mache. Ukioa mwanamke lugha ya leo wanasema kimeo, yani tabia mbovu zaidi kuliko wema wake, dua zako kwa Mungu aziende mpaka aende kwao. Sitasema hivi yote kila mama wacha Mungu kuchamajua, lakini nakusudia hivi. Na mtu mmoja kaenda kwa daktari, kamwambia mimi usingizi sibati. Kamwambia basi wewe kama naingia nyumbani unavua viatu chumbani nje, ndio wewe unaona mawazo bora, mawazo wako acha mlangoni, ili wakati unaingia kitandani huna mawazo, usingizi unapata automatic. Kweli. Sema daktari, basi wewe unakusudia mke wangu ni mache nje? Ana shida nani? Mwanamke. Kina mama wako wengine problem nyingine ni wazuri, hata wako wana wengine ni problem kuliko kina mama anamsumbua hapo. Lakini mara nyingi mwanamke anatakiwa mume kama anakuja nyumbani usikabile mume na kesi.
mkuja katika kupambana kutafuta riziki kule kazini, ameshachoka. Hata kama yuko nyumbani shida, acha ongee, aoge, ale, unaangalia kama yuko vizuri, unamwambia. Kutoa kisa mbili hapa haraka haraka. Sawa. Mama yetu Khadija binti Khuwailid radhiallahu anha, wakati mtume kaja kaona wahi katemeka, anaumwa, kwambia wallahi la yukhzika Allahu abada. Wallahi Mungu hawezi kukudhalilisha wewe. Kwa nini? Wewe unamsaidia ndugu, unamsaidia maskini, mtu wa huruma, mtu wa kadha, kataje uzuri wake. Allah hawezi kukudhalilisha. Anasema mimi basi mimi nuksi, mimi wana si hivi, tayari umerudi wewe unaona kitu ajabu ajabu. Hajasema, kamtulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mke wa Jabir radhiallahu anha, mke wa Talha radhiallahu anhu, wakati Talha ameenda mtoto wake anaumwa, kena safari, karudi, kumbe Talha siku ile kafa, mtoto kafa. Allahu akbar. Kafa huyu babake Abu Talha. Ndio. Mama Talha mtoto wake akafariki, kamfunga vizuri, kaweka pembeni. Mume anaingia usiku manane. Wanawake hao shekhe. Kaambia bibi Talha, alikuwa nauma jana, mimi nimetoka leo nimetoka, alikuwa nauma asubuhi. Kasema mtoto wetu kapumzika mapumziko ya ajabu, hata hasikia kitu chochote. Alhamdulillah, kapumzika vizuri sana, wala hasikii chochote. Yeye anakusudia huyu shafariki, kumbe mtoto kesha kufa. Na yeye anaelewa nini kapumzika, yani maumivu ametulia. Basi kaenda kaoga, kamletea asha, amekula asha, chakula ya usiku, dina. Wamelala, amekutana kwa mwili. Alfajiri atakutoka kwenda msikitini, kamita. Bwana mimi baba Talha, mimi nimekasirika. Kitu gani nimekukasirisha? Asema nyumbani jirani hao, namjua, jana nimeazima kwao vyombo kama sufuria, sahani, nimeazima. Na baada muda anasema wanataka vitu vyao. Kasema hii kitu akasirishi, wao wamekuazima, wamekuazimia ile vyombo, hii sufuria, kusaidia. Ni lazima urudi kwa mwenyewe. Anasema mtoto wetu Talha ilikuwa kwetu, ni tumeazima, ni zawadi Mungu kuletea. Mungu amechukua zawadi wake. La ilaha illa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaenda msikitini, kamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allahu akbar. Siku ile mkutana huyu sahabi, mwingine anasema Anas, mwingine anasema Abu Talha. Almuhim anasema amezaa watoto zaidi ya 80. Baada ya hiyo, kwa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sasa angalia kina mama, mume kama anakuja kwa mbali kwa zini, unampigia simu kama yuko kitu dharura, sawa, lakini kitu ambaye haina dharura unamkera, sio sahihi. Sasa nasaha wangu kina mama, kadri kabla nasaha kwanza, mtazamaji, hao ni wanawake hasa ambao waliotangulia, waliojaa imani na uchamungu. Umeona hiyo ilivyokuwa kali hiyo, mtoto kafa ndani, lakini mume hakuambiwa chochote mpaka kapata haki zake zote za msingi. Asubuhi ndio anapewa mfano wa maisha ya kilimwengu na akhera, kama Mungu aliwapa zawadi, sasa zawadi Mungu ameichukua. We unaweza habari hiyo shekhe? Wanawake wa leo homa tu imepanda, mtaa mzima hatupumui, si mchezo shekhe.